الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبتي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee Nabii Muhammadin alayhi salatu wassalam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho, na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabarak wa taala. Leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na maudhu almubadaratu ila alkhairat, watu kufanya haraka kupupia mambo ya kheri, mambo yenye manfaa, watu wawahi kuyafanya ndugu zangu katika imani kabla mtu hajaziwiliwa, kabla hapajawa na viziwizi. Uwezo unao, nenda Maka na mapema ndugu yangu Muislamu. Uliza watu ambao wameshafika Maka, watu wazima, tabu wanayoipata. Mtu anajuta kwamba najuta kwa nini sikufanya ibada ya hija katika ujana wangu. Angalia wakina mama namna wanavyobebwa. Mtu anafanya ibada haina raha yoyote. Mtu anabebwa, amelala, anapelekwa kati ya Swafa na Marwa, mtu amesinzia. Mtu anazungushwa kwenye Al-Kaaba, mtu amelala, yupo katika Arabia kalika puspus, mtu amelala, hajielewi nini. Mtu mzima, nguvu zimekwisha. Imefikia ile sehemu ya kupiga mawe, mtu haendi, anampa mtu kanipigie, hajiwezi tena. Ibada haina raha. Fanya ibada, hasa ibada ya hija wewe mwenyewe. Yale mambo ya hija yafanye peke yako. Unazunguka Al-Kaaba mara 7 ukiwa na nguvu, Swafa na Marwa mara 7 ukiwa na nguvu, Jamarati unaenda unapiga mawe mwenyewe, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu. Unaenda kama una nguvu, unatoka Mina mpaka Arafa unatembea kwa mguu. Ukitoka Arafa unaenda mpaka Muzdalifa unatembea kwa mguu. Ukitoka Muzdalifa unaenda Jamarati unapiga mawe kwa mguu. Ukitoka pale umenyoa nywele zako unaenda Maka unafanya tawafu kwa mguu. Yani upo na afya. Ujana wako utumie vizuri kabla hujawa mzee, ili uone ladha ya ibada ndugu zangu katika imani. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati al-Baqara katika aya 148 ya kwamba fastabiqul khairati, fanyeni haraka katika mambo ya kheri. Fastabiqu, shindaneni katika mambo ya kheri, kama alivyosema katika aya nyingine, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Katika mambo ya kheri watu washindane katika mambo ya kheri. Kio nasema mimi subiri, nitafanya tu hija, nitaenda tu, muda bado upo, nitaenda peke nafikia ni mzee, unapelekwa hija unatetemeka hivi, hauna nguvu. Unakula vyakula vinateremka, hauna nguvu. Subhanallah. Yani bado kidogo ufe ndio unaenda Maka. Hija haina ladha, wala ibada ya umra haina ladha, lakini ungeifanya katika ujana wako. Subhanallah. Mtu muda wote tu ipo anapelekwa, yani anafanyishwa ibada ya hija, ipo na madiripo, wala ajielewi. Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ametukumbusha katika surat Al-Imran katika aya 134 ya kwamba alladhina yunfiquna fi sarai wadharai walkadhimina alghaidha walafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladhina yunfiquna fi sarai wadharaa, wale ambao wanatoa mali zao, wanatoa sadaka zao siri na dhahiri. Allahu akbar. Walkadhimina alghaidh, na wale ambao wana sifa ya kuziwia hasira zao. Mtu ana sifa ya kuziwia ghadhabu zake. Fulani ana moyo wa chuma yule, hata umtukane vipi, hata umseme wala hajali.
hiyo ni sifa kubwa. Sifa kubwa sio kwamba hajali au kwamba yale maudhi eti hayamuudhi, anapuuza tu. Sifa ya wacha Mungu. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa zake yafu wa yasfah. Unamtukana, unamsema, anasamehe, bali anakuombea dua Allah akusamehe. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, yatakiwa watu wayapupie mambo ya kheri. Soma dini ungali na mapema. Soma dini ingali na mapema. Isifikie hatua ukashindwa kuisoma dini. Angalia baadhi ya watu, yani unakuta ni mtu mzima wallahi hajui hata alhamdu. Wenzake walikuwa wanaenda madrasa, yeye anawaona wanaenda madrasa, yepo kwenye biashara tu. Anaenda madrasa, yepo kwenye biashara. Wenzake wamejua maneno ya swala, yeye hajui. Anaingia msikitini ni kutikisa midomo tu. Anajua kwamba maneno ya swala ni kutikisa midomo. Akiulizwa unasema nini? Mimi namuonaga fulani anatikisa midomo na mimi natikisa. Kweli? Fastabikul khairat. Pupieni mambo ya kheri. Jifundishe dini yako. Jifundishe dini yako. Muda bado upo. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma amehifadhi surati al-Baqara, sura ambayo ina aya 286 kwa muda wa miaka 10, 10 sinina, miaka 10. Jifundishe. Usioni aibu kwamba umeshakuwa mzee, umeshakuwa na mvi eti ufundishwe na watoto walifu. Jifundishe dini, jifundishe dini. Sio ujinga. Ujinga ni mtu hajui, anaendelea kukaa hivyo hivyo hali ya kuwa hajui. Na siku zinakwenda, mtu anaingia msikitini, anatoka, unaona kwenye vikao vya dini yuko mbele, lakini ni mbumbumbu, ni kirofa katika masala ya dini. Kwa nini unaridhika na hiyo hali? Hali ya kuwa una watoto wamesoma, mtoto wa ndugu yako ana watoto wa ndugu zako wapo, waite wakufundishe dini. Hata kutawadha watu hawajui, ndugu zangu katika imani. Mtu anaboroga tu. Ikiwa kutawadha haujui, swali itakuwaje? Haiwezekani eti mtu hajui kutawadha alafu ataswali vizuri. Haiwezekani. Haiwezekani. Ikiwa kama haujui kutawadha na swala yako itakuwa na mushkil, itakuwa na matatizo makubwa. Jifundishe. Muite shekhe nyumbani, shekhe nielekeze namna ya kutawadha. Shekhe nifundishe maneno ya swala. Acha kukaa kimya. Acha kuficha ugonjwa. Acha kuficha ugonjwa. Kifo kitakuumbua. Allahu akbar. Unafunga mikono ndani ya swala. Haujui dua ya ufunguzi wa swala. Haujui imamu akisema Allahu akbar na maamumu akifunga swala maneno gani anasemwa. Mtu akienda Allahu akbar kwenye rukuu, watu wanasema nini? Haujui. Watu wakiinuka sami Allahu liman hamida, ni maneno gani ya kusema? Atahiyatu, haujui maneno ya tahiyatu. Unaswali nini? Wakati mashekhe wamejazana, alhamdulillah. Tenga muda. Lakini kazini haukosi. Biashara yako upo makini. Hata mtu akiiba 5 unajua amekuibia shilingi. Lakini kwenye dini wala haujali. Imefikia hatua wallahi muislam hata ile salamu hajui namna ya kuitamka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani mtu unajua kwamba huyu yani ameslim jana au kumbe ni muislam kwa baba na mama. Allah tustiri, Allah tunusuru ndugu zangu katika imani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, kaipokea Imamu Muslim rahimahullahu, ya kwamba badiru bil a'mal fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira
au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardh min ad-dunya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba badiru bil a'mal, fanyeni haraka kutenda mambo mema, fanyeni haraka kufanya yaliyo ya khairi. Fitanan ka qita'il layli mudhlima, kuna fitna itatokea, fanya haraka katika mambo ya khairi. Yawezekana fitna ikatokea. Fitna ni mfano wa kipande cha giza la usiku, hauoni unapokwenda. Sasa fitna haijatokea, fanya matendo yaliyokuwa mema. Ungali mzima na nguvu zako, fanya ibada sawasawa. Achana na anasa za dunia, mambo ya dunia hayakuishi. Acha kupoteza muda kwenye mpira. Unasema ni dharura, unaangalia mpira, watu wanaswali, unasikia kad qamati swala, hauendi kuswali, unaangalia mechi. Umri unakwenda. Acha kupoteza muda katika ngoma, kuangalia picha ambazo hazina manufaa na wewe Muislamu. Allahu akbar. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Patakuja kutokea zama mtu ima ni mwanamume au mwanamke, mchana amekuwa ni Muislamu, lakini ikifika jioni ameshakuwa kafiri, amesharitadi. Au mtu mchana ni Muislamu, lakini ikifika jioni amesharitadi. Allahu akbar. Yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya, mtu anauza dini yake kwa sababu ya dunia. Mtu anapindisha haki kwa sababu ya maslahi ya kidunia. Shehe, vipi masala ya riba shekhe, zama tulizonazo? Manake tunabanwa sana na hawa matajiri. Shekhe anatoa fatwa, haina shida kabisa, yani ni wakati wa dharura, fanya riba tu kama kawaida. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa shehe, ndio tunashukuru. Nyinyi ndio mashekhe, mnatakiwa nyinyi, chukua hata ila kimoja shekhe, utakula na watoto. Shekhe asema alhamdulillah. Mtu anauza dini kwa sababu ya dunia. La ilaha illa Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pesa moja ya riba moja tu, sio malaki, pesa moja ya riba, madhambi yake mbele ya Allah ni sawasawa na mtu mwenye akili timamu kumuingilia mama yake mzazi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wako wapi wale wakina mama ambao wanafanya biashara kwenye vikoba, kwenye vimakundi, anakopa 20,000 anarejesha 21, 22. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wapo wapi wale ambao wanawazima watu pesa? Mtu anakuja kwako ana shida, unamwazima 100,000, anakurejeshia 10,10,000, riba. Subhanallah. Utamwambia nini Allah tabaraka wa taala? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Allah subhanahu wa taala tunusuru ndugu zangu katika imani. Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anasema ya kwamba siku moja alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud. Yupo na tende. Mwambie ya Rasulullah, mimi nikiuawa naenda wapi? Sema ukiuawa naenda peponi. Zile tende anaangalia kwamba ili amalize kula zile tende atachukua muda, zile tende akazitupa. Nini? Anafanya haraka katika mambo ya khair. Akaenda akapigana. Jabir anasema radhiyallahu anhu arda kwamba faqatala hatta kutila, akapambana mpaka akauawa. Allahu akbar. Hadith kaipokea al-Imam al-Bukhari na vile vile al-Imam Muslim. Ndugu zangu katika imani, watu wapupie mambo ya khairi. Pupia mambo ya khairi ndugu yangu, ungali hai, upo na uwezo, Allah amekupa uwezo. Angalia ni wapi ambapo hakuna visima, jenga visima, chimbisha visima Muislamu. Angalia wapi panahitajika muskiti, jenga muskiti Muislamu. Angalia sehemu gani panatakiwa madrasa, jenga madrasa Muislamu. Angalia kitu gani ambacho kitawasaidia binadamu, fanya. Uwezo unao, malipo utayakuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tunamwomba Allah tupe kila la kheri, Allah tuepushe na kila shari, Allah tusamehe madhambi yetu, Allah tudumishe katika ibada, Allah awasamehe Waislamu waliotangulia mbele ya haki. Tunamwomba Allah tupe mwisho mwema. Kwa haya machache ninasema
Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.